Tunayo furaha kubwa kuwa pamoja nanyi tena katika mwaka huu. Ni wajibu wetu na ndio mpango kazi ambao tunaokuwa kila mwaka, hata kama hakuna wanaoimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara, lakini ni wajibu wetu kutembelea taasisi za kanisa, kujua kuwa mnaendeleaje na kuelewa kuwa kama kuna tabu au shida zozote za kikanisa zinazohitaji ufafanuzi wa pekee. Nashukuru risala ya vijana wetu imeeleza na kupambanua kuwa mnaendelea vizuri na mnafanya vizuri. Nishukuru kweli uongozi wa shule na ninyi wenyewe kwa jitihada kubwa ambayo mnaifanya ya kuhakikisha kuwa mnaendelea kukua hapa kiroho na kimwili. Hongereni sana. Hizo activities mbalimbali mlizozieleza katika risala zenu za muhimu, na hizo ndizo zinaenda kuimarisha ile swali lililoulizwa. Nimekuwa nikiulizwa maswali tangu mwaka jana na hata mwaka huu juzi tulipokuwa na misa ya shukrani na graduation kwa jimbo zima kwa ajili ya viwawa na wanatiwa ICS wote. Swali liliulizwa, kwa nini taasisi za kanisa na hasa shule hawajiungi au hawaungani na sisi katika TYCS katika matukio mbalimbali. Na mimi niliwajibu kuwa lengo la TYCS ni kumleta Kristo katika mazingira ya wanafunzi, katika umoja wa pamoja. Na tayari wenzetu hao mazingira ya wanafunzi yao yameandaliwa kuwa Kristo wako pamoja nao. Ndio maana mnasali asubuhi. Kwa leo usali sasa tukubele. Ndio maana mnaabudu, ndio maana mnasali rozari, ndio maana mnaenda kufanya matendo ya huruma. Haya yote yanabainisha kuwa mazingira haya mpo na Kristo. Na licha ya tofauti yetu ya imani mbalimbali ya dini na madhehebu, lakini tunakuwa katika ulinzi na usalama wa Mungu. Sisi sote na imani tunaamini juu ya habari ya Mungu. Huyo Mungu yupo. Kwa hiyo haya ni mazingira yanayotusaidia. Ingawa kwa hakika tunajaribu kutafuta occasion ambazo hazitakuwa hatarishi, walau hata moja kwa mwaka, kuunganisha wote kwa pamoja, au iwe ni graduation au ni misa ya pamoja, walau moja, waunganisha taasisi zote za kanisa. Kwanza taasisi za kanisa pekee yao, alafu taasisi za kanisa na wanatiwa ICS wengine wote mara moja tu. Tunafanya mpango na kuratibu vizuri. Nafikiri kuanzia mwakani tutaeleza ni siku gani kuangalia ratiba za taasisi zote za kanisa na shule zingine ili tuweze kukutana. Hiyo inafaa kwa afya ya akili na hata afya ya roho, inafaa sana. Kwa hiyo tutafikiria hiyo namna ya kuweka na tutaleta kwenu. Baba, tunaomba mtupokee. Tuna nia mbaya na nia nzuri hiyo nyoka. Lakini pia nipende kuwashukuru wote kabisa ambao mmefanikisha zoezi la leo ili la misa takatifu na uwepo wa wazazi wachache katika tukio hili la pekee. Hongereni sana. Nizidi kuwatakia heri na baraka katika siku hii na mafanikio makubwa. Form mtakao unaojiandaa na mtihani, nizidi kusali na kuombea kufanya vizuri na kwa kiwango kizuri kabisa, zidi kweli kupeperusha bendera ya shule. Na sisi wengine wote tujitahidi kwa hali na mali
kila mmoja atimize wajibu wake, alafu baadaye tuje kuitafute haki yetu. Kila mmoja atimize wajibu wake, alafu ndio tuitafute haki. Tuko wengi ambao tunaanza kutafuta haki kabla ya wajibu, ila naomba kwanza tutafanye wajibu wetu, alafu haki inatufuata au itatukuta tukiwa tunaendelea na wajibu wetu. Tumsifu